Habari mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media, na leo ni mara nyingine tena nipo na mshairi ambaye pia anafanya vizuri katika tasnia ya mashairi. Ungana nami ili uweze kufahamu mengi kutoka kwake. Habari yako na unaendeleaje? Habari nzuri, naendelea vizuri kwa kweli. Kwa niaba ya watazamaji ambao wanatuangalia sasa hivi, wanataka kufahamu unaitwa nani na ni lini hasa umeanza kujikita katika tasnia ya uimbaji wa mashairi? Mimi naitwa Fatma Osman Faki kwa jina la washairi, nalokuwa naitwa maarufu wangu Mbachao. Mbachao. Na kwa nini Mbachao, ilitokana na nini hasa? Nimeita Mbachao kwa sababu mimi ni msomaji wa utenzi wa zamani tangu enza Dr. Salmini. Nilikuwa naghani sana kwa kampeni zake katika skuli, nilikuwa nasoma skuli ya Bambi. Nilikuwa ni mghani wa Dr. Salmini Ahmed Juma tangu miaka hiyo. Ndio maana mimi ni msomaji kwa vile ni wa zamani, ndio nikaita Mbachao, kwa sababu usiache Mbachao kwa msala upitao. Kwa hiyo ukiuacha ule Mbachao wa zamani ukakimbilia ule kwa mpya utaharibikiwa. Lakini ukiufuata ule zamani kama mlivyonifuata mimi mtapata mengi mno. Na labda katika tasnia yako hiyo uimbaji wa mashairi ulianzia labda mashuleni au ni vipi haswa? Mimi kwanza nilikuwa mpenzi sana kusikiliza mambo ya utenzi mashairi. Unanifahamu? Nilikuwa ni mpenzi sana kusikiliza katika redio vile, nikisikia kipindi pengine pana ufunguzi fulani, pana utenzi unasoma, mimi nasikiliza. Sasa nilipokuwa nasikia nilikuwa ni mpenzi sana, nilivutiwa na kile kitu. Sasa mimi nikaanza kuvutiwa na kile kitu, ikaja real darasani, ikawa tunaimba ile nitume mama nitume mimi mwana au mti. Sasa mwalimu wangu ilikuwa Kiswahili, mwalimu Juma, akawa ananisikiliza kila siku, akija ananinyanyua mimi na ananisikiliza. Sasa alipokuwa ananisikiliza akaenda akawaambia walimu kama yuko msomaji, naona kidogo kama naona ana idea fulani hivi. Sasa aliponipeleleza hivyo, kuna mwanamke fulani hivi anaitwa Aziza Ramadhan Mapuri, ni maarufu sana Aziza Ramadhan Mapuri kwa Mapuri huko Mpapa. Sasa yule ndo akanifuata akaniambia, Fatma, kuanzia sasa tunataka usome utenzi. Bila ya kufanya mazoezi mimi nikapewa karatasi nikaambiwa, vipi, soma kama unaweza. Lakini kumbe idea tayari ninayo na nikasoma bila kukosea, ninipa tu lakini ndio. Na vipi katika mitandao ya kijamii, labda una jina ambalo unatumia au ndo hilo hilo? Mimi katika mitandao ya kijamii sije kurusha hata siku hii moja, ila labda niende sehemu tumefanya jambo vile wanakuwa narusha, lakini kwa mimi mwenyewe moja kwa moja sije kufanya kitu. Kwa hiyo hauna account za katika mitandao ya kijamii? Na labda unafanya tu hayo mashairi hapa Zanzibar au labda ushatoka nje ya Zanzibar ni vipi? Hapa nimefanya, alafu nimeenda Dar es Salaam. Dar es Salaam nimeenda katika sehemu nyingi, nimeenda katika jukwaa la Kiswahili Tanzania bara, nimeenda hata mwezi wa Ramadhani nimekwenda jukwaa la Kiswahili katika maktaba kuu ya Tanzania nzima, nimeenda katika jukwaa la Kiswahili, nimeenda kule nikasoma utenzi. Alafu nilikwenda na chuo kimoja kinaitwa Duse, chuo kikuu cha Tanzania bara, nilienda kufanya maadhimisho ya mashairi. Alafu nilikwenda Anatoglo kule, nilikwenda kusoma jinsi ya kutunga mashairi zaidi, kujielimisha. Na chama chako labda cha ushairi ni kipi hapa Zanzibar? Chama changu cha washairi, chama cha kuendeleza washairi Zanzibar cha Kuwaza. Hicho ndio kilicho nichukua kule kwa tunazidi ile tasnia ya mashairi. Na kama wewe ni mtoto wa kike, ni changamoto gani ambazo unazipitia katika tasnia yako hii ya uimbaji wa mashairi? Changamoto ambayo nilikuwa naipitia katika mambo ya mashairi, unaweza pengine ukenda sehemu pengine mshaandaliwa watu fulani wasome mashairi, lakini ukashangaa pengine wote kwa upande atakuwa mtu mwingine atasoma hadi mashairi. Na labda kuna faida yote ambayo unaipata? Kwa faida naipata, kwa sababu faida ya kwanza kuwa maarufu sana. Sababu maarufu sasa hivi ishafika mpaka Ulaya kabisa, nakwambia. Mpaka Ulaya kabisa tayari imeshafika sifa yangu, kwa sababu hivi kipindi cha hivi karibuni tu ushanifahamu niliambiwa Ulaya kabisa, kuna mtu ambaye ananijua akanambia, nataka Fatma ututungie utenzi wa kuwapongeza upande wa wanawake tumeenda kuoa, ili tuwape shukrani kwa sababu mtoto wao mlipomlea vizuri. Umenifahamu? Basi mimi pale nikatunga, akanambia niwatumie niwaghanie niwapelekee huko. Nikatunga nikaghani, kisha baadaye nikawarushia.
Na nilipokisha kutunga aliporushia baadaye na mimi wakanrushia pesa, ni faida kubwa kuliko. Kwa hiyo labda ukipata chance ya kwenda nje ya nje ya Tanzania uko tayari? Niko tayari. Na vipi kuhusiana na familia? Familia yangu? Mimi familia yangu nikiondoka, mfano kama tujaribu nimeondoka, basi anakuwa yuko baba yao. Sasa mimi napata chance ya kupata kuondoka. Na vipi kuhusiana na support jamii na hata tuseme familia ambayo umetoka? Familia yangu wani support vizuri tu, mbona na katika jamii wanipa hongera sana tu, kwa sababu mimi natunga mashairi mpaka nenda Radio Nuru. Hata kama Jumapili hii hapa, kama kesho ukisikiza, basi nimetuma tayari shairi langu, wanipa support, wanipongeza vizuri tu. Na Radio ZBC pia kule pia ninasema kupeleka vile salamu, nimepeleka sana mashairi yangu. Na ukiachana tu na uimbaji wa mashairi, labda kuna shughuli nyingine ambayo unajishughulisha? Mimi katika shughuli nyingine sina, kwa sababu labda mimi mambo yangu ndio haya katika mashairi, lakini katika mashairi hata kasida mimi natunga. Hata nasidi mimi natunga. Nishaye kutunga, nishapeleka ZBC ikatoka mwezi wa Ramadhani, nasidi ya Ramadhani. Na kasida nilikuwa natunga shule hapo mbele, si mbali. Nilikuwa natungia kasida hadi pia wanakuwa wananipata natunga. Na labda kuna sehemu maalum ambayo unafanya kazi, au labda ni ile mpaka mtu akupigie simu, kuna kazi unaenda unarudi basi? Mimi sina sehemu maalum kwa kweli. Mimi ni sehemu tu niitwe, kuna harusi na kwa naenda, au pengine watu wana maadhimisho fulani, pengine wana sehemu fulani naenda. Mfano kama BF Suma hivyo waliniita BF Suma, hiyo ndio kwa wanatoa mambo ya madawa BF Suma. Vile vile waniita kule, nikaenda tukafanya kazi yao, nikawafanyia, nikasoma pale mbele, basi baadaye wanipa changu naondoka basi. Lakini sina sehemu kama pengine maalum hii, sina. Kwa hiyo kwa kukadiria, labda tangu uanze kujua kipaji chako na kujikita katika tasnia ya mashairi ni miaka mingapi haswa katika kujikita katika mashairi? Kwa mashairi hasa hapo mwanzo nilikuwa situngi, ilikuwa kazi yangu ni utenzi tu wa harusi, au pengine kumetokea mahafali fulani basi. Lakini mashairi hasa kutunga nimeanza kutunga mwaka 2022. Tena nimetunga wapi? Nimeanza cha kuanza kujifundisha mashairi pale ndio nilipoanza. Kwa hiyo kwa hivi sasa we ni mtunzi na ni mwandishi pia au ni vipi? Mimi ni mtunzi, alafu na ni mghani vile vile. Na nikitaka natoa kiswali tu, na nikitaka naandika. Sawa. Labda unaweza kutupa ladha tu ya mashairi ambayo unayaimba? Haya, hapa tatizo. Nitatoa vipande vya utenzi. Sawa, karibu. Karibuni nyumbani, kwa kweli nimetamani, nami nimewathamini, karibuni nawaambia, ilo nasema hakika, nami ninalitamka, nimefurahi hakika kuwaona nawaambia, ujio wenu mzuri, tena nasema shwari, mmekuja kwa hiari mimi kunifuatilia, ninawapongeza sana, mambo yenu ni mwanana, nami yangu yatafana, hivyo ninawaambia. Asante sana. Na maoni yako kwa wapenzi watazamaji na wadau wa Sema Afrika ni yapi hasa? Maoni yangu, kila mmoja kipaji chake, asikae tu nyumbani akasamini na kipaji fulani, ila atoe kipaji chake, na hasa kama cha mashairi, utenzi, utunzi, vile vile ajitoe ili apate endeleze kipaji chake, kuliko kukaa nacho akahatoe kipaji chake. Na vile vile sisi wenye kipaji kama hichi, basi serikali wafanye hivi, wenye vipaji hivi, yule mwenye leseni ambaye mwenye ile leseni tayari ameshakuja kule kwa mrajisi, kishasajiliwa, yule ndo apewe kile kipaumbele kufanya ile kazi, sio waliokuwa hawajasajiliwa wakapewa ile kipaji wakapewa ile sehemu, kwa sababu sisi ndo tushatoa kila kitu tayari. Lakini kuna watu wanachukuliwa hawana hata leseni, asiye na kwa si vizuri, na kwa sasa kama tulo zaraulika. Kwa sababu mimi sasa hivi hapa nilipo naweza kujudge elimu bila malipo, kwa sababu tayari nina cheti cha kusomea nini mashairi, na cheti tayari mimi ninacho. Mwaka jana tumepata cheti cha kusomea cha kufaulu kutunga mashairi.
sababu mimi na judge. Sasa mimi hapo ukisoma utenzi tu ushaenda nitakwambia hapo umepita hivi hapa hivi, sasa huyu afedishwe, huyu hapa apasishwe. Kwa sababu tena nyingine inaweza ikawa sauti ni nzuri, ina ladha, lakini pengine vina haviko sawa, pengine hapa kafanya hivi, hapa kazidisha hivi, hivyo ndio inapokuwa. Sasa tunaomba wale ambao wenye leseni wameshadipia ndio wachukuliwe, sio wale waliokuwa humo vichochoroni ndio wakachukuliwa wakapelekwa pengine sehemu kubwa kubwa. Tunawaona tunapelekwa sehemu mbalimbali kama kipindi hichi cha uchaguzi. Kipindi cha uchaguzi mimi sijatumiliwa kwa kweli. Nimejitolea kuwa nini kutunga mashairi jinsi ya wabunge wangu na wakilishi wa jimbo langu basi. Lakini kwa popote pada hapa pengine mwambieni fulani atunge au waje ghali, hata hilo halijafanywa hata siku moja. Kwa sababu kuna watu wamefanya hivi. Sasa hivi kitu cha utenzi mashairi wamefanya kama ni kipato fulani. Kwa sababu hichi utenzi na shairi ni sasa ni kazi kama ni ajira kabisa. Lakini sasa watu wanafanya hivi. Pengine mtu yuko huko, fulani anajua kusoma utenzi. Pengine mimi nimetunga utenzi wangu, anamchukua yule, anampeleka pale kwa kupatana. Ushanifahamu? Anapata na yetu anapa shingapi, anaenda kusoma. Ikisha baadaye kama 600,000 wanagawana sawa kwa sawa, lakini hawamchuki kama mwenye leseni, wanamchukua tu vichochoroni basi. Pengine shule anasoma vizuri yule mtoto, au pengine mtu anasoma vizuri ndio anamchukua. Ushanifahamu vizuri Hawafanyi kama vile inavyotakiwa, serikali inakuwa. Na mraji sauti ndio tuko naye tunamwambia. Na yeye mwenyewe kila siku anakuwa anasema. Lakini watu wanakuwa vipi hawaendi, wanaenda kiwenyeji. Sasa ilikuwa hivi, kabla ya mkutano haujaanza, pengine bado kama siku 3-4, mrajisi au kama ana watu wake washajua kama mtu fulani atakasoma, wanafuatilia mtu gani atakwenda kusoma utenzi au mtu gani atakwenda kusoma shairi, anafuatiliwa. Akishakufuatiliwa wajue kali ana leseni au hana. Kama hana leseni na kwa upande atafuta mwingine natungwa hapo dakika tukutunga, anayekuwa yule ambaye mwenye leseni. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media, nilikuwa na mshairi ambaye ni mkongwe katika tasnia ya mashairi. Sina la ziada kwa siku ya leo, nikutakie siku njema na kwaheri.